kwa Muswi, eneo la Sultan Hamud katika kaunti ya Makueni. Maafa hayo yametokea baada ya mto huo kufurika kutokana na mvua ya gharika inayozidi kushuhudiwa katika sehemu mbalimbali nchini. Mvua hiyo imekuwa ikinyesha kwa takriban wiki mbili sasa. Mtazamaji, ndivyo hali ilivyo katika maeneo ya Makueni. Tukitoka huko, wacha turejee kwake mwandishi wetu wa habari Willy Dennis Njiru ambaye yuko katika maeneo ya Naivasha katika kaunti ya Nakuru. Willy Dennis Njiru, kwako mpira. Naam, asante Paul Kirobi mwenzangu studioni. Kumradhi kwa mushkil wa hali ya mitambo hapo. Tulikuwa tukiwafahamisha watazamaji wetu kwamba hali ya ziwa Naivasha ni hali si hali, kwa sababu maji ya hapa mengi yanatoka kutoka mto Malewa ambayo mto ambao utiririza maji yake katika ziwa Naivasha na vile vile mto Karati, na maji ya mafuriko hapa vile vile huweza kufika katika ziwa hili, na maji ya bahari yakiweza kufurika kwa wingi kutoka chemichemi ardhini na sawasawa na mvua. Na hali iliyoshuhudiwa katika siku chache zilizopita za mvua, ongezeko la mvua hapa nchini, bila shaka zimetilia hofu kwa wakazi wa hapa. Na mzee huyu anayetembea katika tukaweze kuzungumza naye hapa, ni mmoja wa wakazi wa hapa tangia kuzaliwa, na tutakuwa tukizungumza naye ili akaweze kutueleza ni vipi mnaishi kwa hofu, hali iko vipi. Kwanza jitambulishe kwa jina, songa karibu. Jitambulishe kwa jina na utueleze mvua imekuwa ikinyesha nchini, tumeshuhudia yale ambayo yamekuwa jijini Nairobi, na ni lipi ambalo uko nalo la kusema? Nakusikia. Na Samia asubuhi naongea na TV 47. Naam, jina lako? Jina langu naitwa Zakayo Kinyanjui Saraja. Nami ni mkaaji wa hapa Kihoto ambaye ni mzaliwa, ambaye shamba letu namba 30 kwa sababu hii Kihoto ni watu 30. Yeah. Naam, tueleze, kumenyesha sana nchini. Tumeshuhudia jijini Nairobi hapo jana mafuriko mengi tu, watu wamekwama barabarani. Maji haya huenda kaathiri pia eneo la Naivasha, kwa sababu mafuriko huenda ya kaathiri pia hapa kutokana na wingi wa maji eneo la Nyandarua. Ndio, ni kweli hii Naivasha ama hapa Kihoto, mara mingi maji inakuwa ni ya kuteremshika kutoka Malewa na kutoka Karati na mito mingine mingi. Na pia kwa sababu hii mvua imenyesha kwa muda mrefu, hii maji imekuwa chini, kumejaa maji. Kwa hivyo kila mvua ikinyesha kidogo, ile inateremuka na ile inatoka chini zikipatana, sasa ndio maana tunapata mafuriko kwa hii muda wa hizi miezi michache ambayo mvua imeweza kunyesha. Wanasema mwenzako akinyolewa chako kichwa kitie maji. Kichwa cha jijini Nairobi kisha nyolewa tayari. Kichwa cha Naivasha nyinyi mtasema nini? Tuna huzuni kwa sababu tumeona Nairobi vile mafuriko imekuwa, na Nairobi ni mahali pameangaliwa zaidi. Sasa hapa Kihoto tunaye wasiwasi ambaye tunashindwa vile tutafanya. Tuna wasiwasi. Kwa sababu kumekuwa na hali ya kuhama, na mwishoni mwa mwaka jana imekuwa hali nzito sana kwenu. Labda unaweza kutueleza kwa mapana na marefu hali ilivyokuwa, na huenda saa hizi hali itakuwa vipi? Ni kweli katika mwaka jana mvua imenyesha kubwa zaidi, na mpaka watu wakaanza kuhama, hata kuhamishwa na kaunti, na watu wote wakawa wameondoka.
lakini kuanzia hii Disemba watu walikuwa wameanza kurudi, Januari pia walirudi, hata mwezi wa pili. Sasa hivi vile kuko watu wamekuwa wamehofu zaidi, wameshangaa kwa sababu hata kule walikuwa wamewaacha hawawezi rudi. Sasa wanashangaa na kuhofu zaidi. Yeah. Tueleze tu kwa mapana na marefu, what was your experience like wakati huo, na probably what will be your experience this time around? Mimi pangu binafsi, mimi nashangaa na hofu, na hata sijui mwisho wa hii mvua itanyesha kwa muda upi, na kwa sababu vile naona ma TV mahali pengine vile inatuletea news zao, na vile tunaona mvua kama juzi mvua ilinyesha na jana ilinyesha kubwa, tulihofu zaidi. Yani vile hatuwezi ongea kwa sababu kila mtu anaangaliana, kwa sababu kila mtu anaenda kwa mwingine anamuuliza unaonaje. Unashindwa vile utamueleza unaonaje kwa sababu hata yeye anaona. Kama kuna mvua moja ilinyesha usiku, ilianzia saa 12 ikamalizika usiku. Na hiyo mvua ilikuwa kubwa zaidi, na kila mtu kila mahali Naivasha mzima walikuwa wanasema vile mvua ilikuwa kubwa. Wao ukifikiria ni Naivasha town peke yake, unakuta ni Naivasha mzima. Kwa hivyo kuhofu, tuna hofu. Na mimi sijai kuona mvua kama hii. Hata El Nino ile ambayo iliambiwa ilikuwa kuna El Nino haikuwa hivi. Ile ambayo ilinyesha mwaka ingine haikuwa namna hii. Hii imekuwa imetushangaza. Ninaelezwa muda wangu umekuwa mdogo. Nikimalizia swali labda la mwisho. Ikiwa mvua itaendelea kunyesha zaidi, siku za baadaye zenu zitakuwa vipi? Na labda kama ni kupewa nafasi, ungeweza labda kutoa mwito wako upi kwa serikali ya kaunti na ile ya taifa? Mimi ningeomba serikali pengine itutafutie mahali pengine pa kuhamia, na hata kama tuna hofu kwa serikali, kwa sababu hii serikali yetu kusema ukweli haiongeangi ukweli, na kwa hivyo tunashindwa tutawalilia na kwa njia ipi, na kwa kuwa wanaona hii shida iko, kwa sababu tuko na governor, tuko na MP, tuko na wakubwa wa kiserikali ambao wanaona hii janga, na hao ndio wenyewe tunategemea, na hawajawahi kutuita mkutano ili watuambie vile sisi wenyewe tunataka watufanyie ili tuwaelezee. Kwa sababu maoni kama hii ambayo unaniuliza inastahili sisi tuwe pamoja, tuite mkutano ili tuweze kuongea na tujadiliane, serikali ituambie vile nataka kutufanyia. Yeah. Asante. Nashukuru sana kwa muda wako. Paul Kirobi, masuala ni kama hayo. Huenda kwa sasa maji sio mengi hapa, lakini jinsi ambavyo mto Malewa unavyoendelea kutiririka maji yake katika ziwa Naivasha, huenda baadaye hali tunayoshuhudia kwa sasa haitakuwa hali ndivyo hivyo. Yote tisa tunabaki kuangalia ni vipi ambavyo athari za maji na mvua inaendelea kwa sasa itakavyozidi kuathiri wakazi wa eneo hili la Naivasha, ikizingatiwa ndio ambalo hupokea ule uzito wakati wote kuwa na wingi ama ongezeko la maji. Kutoka upande huu wa Naivasha ni kila laheri kwenyu nyinyi wakazi wa Nairobi, mwenzangu Kirobi na mkuu wetu hapo Bwana Gashuru Macharia, kwa hali ambayo umepitia pale jijini Nairobi, tukitumai kwamba hali itakuwa njema katika siku za baadaye. Kwako mwenzangu, usukani na kupisha. Naam, asante sana Willy Dennis Njuri ukiwa maeneo ya Naivasha kwa kutujuza jinsi hali ilivyo katika